watu au dunia, mtu atakuwaka tu na lazima ya Mungu au lazima ya Yesu. Pamoja na manyumba, pamoja na kujulikana, pamoja na kuzaa watoto na kila kitu kufanana kinaendelea, utakuwaka tu na lazima ya Mungu. Naweza mwambia jirani vile, mwambie utakuwaka tu na lazima ya Mungu. Labda haiko leo, lakini kuko siku utahitaji Mungu wa kweli. Kutoka kitabu cha Malaki mpaka kitabu cha Mathayo kuna kikaratasi kieupe, na hapa Mungu amenyamaza miaka 500 pasipo kuongea na dunia. Akuongea kwa njia ya nabii, akuongea kwa njia ya ndoto. Manake watu walifanya miaka 500 pasipo kusikia sauti ya Mungu. Kwa maana nabii aliyetokea wa mwisho anaitwa Malaki. Na baada ya unabii wa Malaki, Mungu akakaa kimya. Jiulize, hizi miaka 500 Bwana ananyamaza kimya. Je, manabii wa uongo walinyamaza? Je, madhehebu zilinyamaza? Lakini Bwana Mungu aliyeumba mbingu na nchi alikuwa kimya. Katika ukimya ya Mungu, mtu mmoja akatokea anaitwa Sadoki. Yeye ni mmoja katika makuhani waliotembea na Daudi na pia wakatembea na Hezekia. Huyu Sadoki akaanza dini lake la Wasadukayo. Katika hii dini ya Wasadukayo, yeye akaonesha kwamba ufufuko wa wafu hautakuwaka. Mtu akifa yake inaishia hapo. Na watu wakamwendea Sadoki, wakakuwa Wasadukayo, kwa sababu walikuwa na kiu ya kusikiliza wapi Mungu ataongea. Kumbe jamaa akasimama kuongea kwa niaba ya Mungu, lakini Mungu hakumuita. Watu walipochunguza sana Usadukayo, wakaona mna itilafu nyingi zaidi. Ndiposa wa Israeli wamoja wakajikusanya fasi moja, wakasema sisi tunapaswa kufata sheria ya Musa kwa sababu ndiye baba wetu. Na hawa wakafanya dini ya pili inaitwa Wafarisayo. Pakawa ubishi kati ya Wafarisayo na wale Wasadukayo, kwa sababu ni Wasadukayo ndio walitangulia Wafarisayo. Wafarisayo wakaonesha maana ya sheria ya Musa, na pia Wafarisayo wakaonesha utiifu wa sheria za mababu, maana yake asili. Mtoto wote aliyekuwa anazaliwa katika Ufarisayo alianza soma sheria angali mdogo, na wengine walivaa mpaka kwa shingo yao mpaka uzee wao waheshimu dini.
na wakajikokotea watu wengi sana. Wao wakakubaliana kwamba Mungu anaweza fufua, Mungu anaweza yote, na wakajua maandiko vilivyo zaidi ya Wasadukayo. Wakajua kusoma dalili, majira, nyakati, na wakajua vitabu vya manabii vinaongea nini, na hawa wakajua kuna siku Masia atatokea, na wapi atatokea, na atakuwa namna gani. Walijua na walisoma. Pakatokea mwingine jamaa, yeye akapinga Wafarisayo na akapinga Wasadukayo, lakini akajitokeza kama mtu wa Mungu kabisa asiyeeleweka. Nitamgusia hapa. Ndio maana kuna wakati Yesu wamemletea habari, wanasema, mbona kuna watu wengine ambao wanafanya miujiza kwa jina lako, ijapokuwa hawako pamoja nasi? Yesu akasema, asiyekuwa adui yetu ni rafiki yetu, na asiyekuwa rafiki wetu ni adui yetu. Mwache afanye kazi. Watu wakazingatia dini. Wafarisayo wakajenga hekalu moja, au niseme hivi, wakaabudia kwa hekalu moja. Ili hekalu lilikuwa Yerusalemu, ni hekalu ambalo Suleiman alilijenga. Wote wakaamini kwamba ni pale Mungu anaweza ongea na watu, lakini wakaruhusu watu wa mbali wajenge vitu vinaitwa sinagogi. Sinagogi ni kama vijiji au vitongoji katika mahali yote ya mji wa Yudea, Yerusalemu, na hata katika zile miji za Galilaya wakakuwa na zile vitu vinaitwa sinagogi. Shida yao ni nini? Waroma walikuwa wanawatawala. Ingalao wanaheshimu dini zao, ingalao wana vyovyote, lakini hawakukuwa na nguvu za kuwatoa katika utumwa. Hawakukuwa na nguvu za kuwatoa katika utawala ule mwovu Herode na Pilato, kwa sababu aliwatesa kiasi ambacho hawana cha kufanya. Waliporwa, wakavamiwa, na huku wanajiita wana wa Ibrahimu, wanajiita wako huru, wanajiita wako katika mji wa Kanaani, lakini wanaonewa na wanapondwa. Na ndio maana alipokuja Kristo akasema, Roho wa Bwana ni juu yangu, amenituma kufungua wafungwa, na wanaoonewa wapate uhuru, na vipofu, kwa sababu hawaone wote, wapate kuona. Hii maneno yalikuwa magumu kueleweka, kwa sababu walikuwa wanafikiri wameshafika, kumbe wanavamiwa. Sijui napanga mistari vizuri. Watu walijua vizuri kwamba kama Wafarisayo hawana sheria, maana yake wana sheria hawa Wasadukayo. Na Wasadukayo wakajua sisi ndio tuko na sheria. Kwani Wafarisayo, Wasadukayo wanajua mwenye aombe na sisi, maana yake hana Mungu. Ikakoroga manabii, ikakoroga Wafarisayo, jinsi Yesu alivyozaliwa. Kwanza mahali ambapo ametokea, Nazareti, hakuna unabii wa Masia kuzaliwa pale au kutokea pale. Walijua ni Bethlehem tu, lakini hawakujua kwamba atakuwa mtu wa Nazareti. Hii wakaweka shaka, wakaulizana, je, Nazareti kunaweza toka kitu kizuri? Ni kwa sababu wanajua unabii haioneshe kwamba Nazareti iko nafasi. Jambo la kufuata, wakajua atakapozaliwa ataangusha utumwa wa Roma na atarudishia Israeli maskani yao, na ataitwa mfalme wa wafalme. Lakini anapotawala anakuja kuambia, anayekunyang'anya umuongezee ingine. Wakachanganyikiwa, wakasema haiko huyu.
Aye tunaweza kuwa mfro. Kisha waambie mtu mwana kupiga kofi mgeuzie ile chafu. Na unajua tuko mvita ya hatari. Wakaanza sema haiko huyu. Wakati Yesu anaanza fanya miujiza ya kipekee, Wafarisayo na Wasadukayo wakaungana kuanza kumpiga. Kuna watu ambao wanaweza jifanya marafiki ingalao ni maadui, wanajifanya marafiki ili kwamba wakuangamize wewe. Walipokosa msaada wakaona Wafarisayo, Wasadukayo msaada tunayo, lakini awezaye kumwangamiza ni Waroma. Kumbe tujiunge na Waroma. Wakajiunga na Waroma. Kaanza sema anajiita Mungu. Alisema hivi na hivi na hivi na hivi. Wakasema ingalao tuna Wafarisayo, ingalao tuna Waroma na Wasadukayo, lakini uwezo wa kumgusa hatuna. Tutafute mtu wa karibu yake. Mpaka wakamlokota Yuda Iskarioti. Kila mara unavyopanda, watu wadhaifu wote wanachanga udhaifu wao pamoja, watengeneze nguvu zimoja ili wajifunze kukutibua na kukuweka chini. Wakaanza makontre kampanye. Mshaona wapi mtu anafufula mtu wa siku 4? Mshaona wapi mtu anatembea yule ya mai? Mlishaona wapi mtu uko na ubiri na pepo ziko natoka? Wakampa jina, wakamuita Beelzebul. Mapepo zinamtii kwa sababu ni mkubwa wa mapepo huyu. Haiko mtu. Na kwanza tunavyomwona ni mwenye dhambi. Na wanaita Yesu Beelzebul. Omwe baseme unaenda kuzimu. Wakwenda kuzimu manake haiko kwao. Me Beelzebul ni quartier yake. Wonje unakufana vitusi. Wao walinistukana hivi na unajiima raha kwa kitu kenye hujui. Wanamuita Yesu Beelzebul mbele ya wale mitume 12 ambao anatembea nao usiku na mchana. Angalisho na mtu wote mwenye atatembea na wewe na hana ufunuo juu yako, anaweza changer humeur msekondi moja juu alisikia vingine. Ikuwe bibi yako, ikuwe mtumishi, ikuwe rafiki yako. Yesu anaona hawa mitume hata nikiwaambia siko Beelzebul hawatanisikia. Kwa sababu wanaosema hivi ni Wafarisayo. Yesu akutukanwa na wapagani. Ni wale wazee wa Israeli ndio walisema huyu ni Beelzebul, mwenda wazimu. Lakini sikiliza sasa. Yesu akasema okay, nikiwaambia mimi siko Beelzebul italeta fujo. Sasa acha nifanye yote, nitafute mtu mmoja mapepo za mingi sana. Mpaka kule kumakaburi Yesu akaenda. Haiko tu juu ya kwenda kufungula kale kama mwenda wazimu, lakini ni kwenda kutafuta ushuhuda ya mapepo nayo inaweza sema nini. Pepo zitakapomwona zitasema Beelzebul anakuja, au zitakapomwona zitasema tuna nini nawe mwana wa Mungu uliye hai. Kwa tafsiri nzuri manake kama wale walikuita Beelzebul ni kwa sababu ni watu wa dunia, lakini si mapepo ya leo, ni malaika wa jana. Tunajua kwamba wewe hauko mwanadamu, ni mwana wa Mungu uliye hai. Na Yesu akamfungula na akajirudilia yake. Manake Yesu hakuwa na lazima ya kwenda kule Dekapoli, alikuwa anahitaji mapepo nayo itasema nini juu ya identite yake. Mbele Petro afunue, pepo zilifunua. Na sieleweke kabisa hapa. Shetani njoo anamtesti mjangu, anasema kama we ni mwana wa Mungu. Maana yake sina uhakika.
Kama we mwana wa Mungu, geuze jiwe kuwa mkate. Jaribu ya kwanza, ya pili, ya tatu. Shetani anajua vizuri si mwanadamu, huyu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Ndio maana pepo zilipomwona hazikuwa tena mashaka kama Lucifer, zilikuwa na uhakika tayari ya kujua kwamba haiko kama huyu ni mwana wa Mungu. Wafarisayo wanamuita Beelzebul, lakini pepo zinasema wewe ni mwana. Yesu tu akaelewa kama hawa ndio vipofu na macho ya kujijua hawana. Lakini Petro ameshasikiliza. Siku maswali imekuja, watu wanasema niko nani? Petro ana vitu vya kwenda kuume wala kushoto, anaenda right. Wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Si tu kwa sababu amefunuliwa na Baba, lakini pia pepo zimeongea. Sio, tunaelewana vizuri? Pepo zinaongea. Ule Yesu ni mwenye dhambi, kwa sababu alifungua macho ya kipofu. Kipofu akasema, sidhani kama mwenye dhambi anaweza fungua macho ya kipofu. Sidhani. Tushakwambia ni mwenye dhambi, patia Mungu utukufu we. Ule ni mwenye dhambi, achana naye. Akasema, huenda mnataka kujiandikisha kwa shule lake, muwe wanafunzi wake, lakini njia ya kuingilia njoo mjajua. Tongee, msisikie haya. Wewe, sisi tunakaa katika hii mambo ya Mungu. Waliposumbua akasema, kama ni mwenye dhambi sijui, kama hakutoka kwa Mungu mimi sijui, kama muelewe mko na makonflijo anakula bashirika yenu mimi sijui. Mimi najua moja tu, kipofu nilikuwa, sasa hivi mimi nawaona, na ndio maana tunaongea vizuri. Wakaamua kuachisha kikao kiishie hapo, wakasema shindikana huyu. Mashaka ikaendelea, kontre kampanye zikaanza. Msiende kule, msimfuate. Kadiri wanakataza watu, kadiri umati wamekataza watu nyuma, kabla Mungu aruhusu watu. Kwa maana alipobatizwa Yesu, mbingu zilikuwa wazi zikasema, huyu ndiye mwanangu mpendwa, msikilize. Hata watakuja kataza nyuma, kuna sauti ya kukubaliwa imeanzia hapa. Hii inaitangaza mwanzo ya mwaka utakubaliwa. Hata kama watu wataleta maneno ya kukupinga wewe, kuna sauti imetangulia. Leta amen zaidi ya jirani yako. Watu walizidi kumwendea. Bible inasema watu walizidi kumwendea. Na siku moja wakatuma Wafarisayo, wakatuma kikundi ende mkamati. Wakakala kule nyuma. Sikuwa nafikiri kila malikia muibada manake alitumwa na Mungu. Kwa wengine ni maagent ya mapepo. Anasema wanakuja kumkamata. Kukamata nani? Yesu. Manake ile siku ilikuwa ni bisirani. Tutambana alafu tunampeleka luzima. Wakakuta neno iko inatapika neno. Mwalimu iko anaongea. Mawazo ya kumkamata ikatoka, wakakamatika. Neno ikawavuruga mpaka wakaanza ulizana, njoo kukamata huyu au wanatuambiaka vya bongo juu yake. Akahubiri neno ya mamlaka. Jamaa wakasema, mpango wa kumkamata unaishia hapa. Turudi tu tuwape ripoti tulioyaona. Wafarisayo wakasema, iko wapi? Mbona mlete? Wakasema, tangu tunazaliwa hatujawahi kuona au kusikia mtu anaongea kama huyu. Maneno yake ina mamlaka. Bwana atakofondre kila mwatakuya juu ya mawazo mabaya Jehova nisi. Bwana atakofondre kila mwatakuya juu ya kukupatia sumu na kukuangamiza. Adui watakuja kwa njia moja, watarudi kwa njia 7. Leta amen. Jehova haifanye juu ya mtu moja. Nataka nimwambie mtu moja, watu watabadilisha mawazo yao. Yani kile walichokipanga kitakuwa kinyume ya jinsi Mungu atafanya. Wanarudi wanasema,
This is the first time to hear somebody to preach like this. Hatujawahi kusikia. Tena wanaambia wanani? Wanaambia walimu wa sheria. Manake ni kuwadharau kwa hekima. Hata kama nini walimu. Lakini kama huyu hatujawahi kusikia. Na nyinyi mko tu sawa. Tuko sawa. Ni wa hivi hatujamusikia. Wakajiuliza tunaweza fanya nini? Pakatokea akida mmoja wa jeshi Mroma. Akasema acha niwajengee sinagogi. Akachukua mtaa fulani pale Israeli, Kapernaumu, akajenga sinagogi. Akaambia mtakuwa mnaabudia. Ni Mroma, ni mpagani. Hajui Mungu ni nani, lakini akafurahia maabudio tu ya Wayahudi. Akasema acha niwajengee sinagogi. Na akawajengea sinagogi. Lakini huyu brother anasikia habari za Yesu kwa mbali, hata kama ni Mroma. Ona kisi Mungu anafanyaka. Kwa watu wanakupenda kwa mbali, kwa watu wanakuheshimia kwa mbali, meabana gisi ya kukusogelea. Usikuwa na pasula mbio mbio kibambazi ya kila mtu kukusogelea, utajiletea maproblem. Umoe heshima ibakie kwa mbali, ikisha kuwa karibu sana mazoea inakuwa. Mtumwa wa akida, aseme yule mtumwa ambaye akida alikuwa anampenda sana, akagonjwa. Sikia vinavyotokea. Na tena hagonjwi kusema kichwa inauma au anagonjwa magonjwa kawaida. Aseme alikuwa maututi. Maututi manake yupo anavutia lufu. Jamaa akapika hesabu. Kasema tani lijengea haba ba sinagogi. Nguvu ya kutusaidia huyu mtumwa hawana. Bia Mungu ailombake sentiment. Bia Mungu naomba conviction. Nguvu ya kumsaidia hawana. Sasa tusitiane moyo. Acha niende niambie wale Wafarisayo, wale wazee. Akafika kwao, wanasema mnajua niliwajengea sinagogi? Ndio. Na mnajua niko akida wa jeshi? Ndio. Lakini mnajua mtumishi wangu ni mgonjwa karibu kufa? Pole sana. Basi Mungu amchukue. Sasa hapana. Hakuna cha Mungu kumchukua hapa. Mujikusanye jinsi mko. Mujipange kwa mstari. Mujizunguruke yako. Jumi na bayua hamuna nguvu. Mwende munitafutie ule Yesu. Dunia itakuwa tuna lazima ya Yesu. Yani baitike wala bakatale, Mungu atabaimpoze. Aseme tusiende mbali. Mwende munitafutie Yesu kwenye yupo. Na afanye kitu kimoja kikubwa, aponye mtumishi wangu. Kuna mtu hapa aseme amen. Salimia watu watatu waambie dunia itakuwa tuna lazima ya Mungu. Autrement dit, je peux dire, hata dunia na kurejete leo, mais kama Mungu iko ndani yako, dunia itakuwa na lazima ya Mungu mwenye iko ndani yako. Oh my God. Hata mnatupa Jefte leo, lakini Jefte Mungu iko ndani yake, dunia itakuwa na lazima yake. Familia Joseph atena mtupa, mais un jour itakuwa na lazima yake. Niko tunatangazia mwana kutupaka na kakuzarau. Kuko siku yenye atakuwa na lazima yako. Kuko siku yenye angalia, unapotembea na Mungu, acha sentiment, acha kuwa pressé, acha ma raisonnement na ma conclusion charnelle. Ni vema sana kusikiliza Mungu anataka nini. Tumoje kwa paseme amen. Njia yote ya mafanikio ina vikwazo. Njia yote ya kuinuliwa ina vikwazo. Fikiria Mungu amemwaahidi Yusufu atainuliwa Misri. Sasa anafika Misri anaingia gerezani. Anafika Misri anasingiziwa mezini. Anafika Misri anakuwa mtu wa kuuzishiwa, mtu wa kawaida sana. Hana ufunuo atatoroka gereza. Lakini kwa sababu ana ufunuo anajua hata nipitie haya, mwisho yangu kuna heshima itatokea. Ndio maana katika maisha ya kiroho hakikisha una kitu kinaitwa revelation.
Mtu mmoja hapa aseme amen. Huheshimiki sana nafasi kwenye haujakula dharau. Na Mungu hawezi kurusha shule. Utamaliza tu. Hata uingie kwenye maombi, Baba ikiwezekana kikombe kinipitie. Akipiti hiki unakunywa kia kuenea. Mpaka baada ya kunywa unasema imekwisha. Ndio Mungu anaanza. Kuhama makanisa haiko kushanje class. Ni kurudilia tu mwelele masomo ulikuwa hamu mwalimu wanashanje. Sasa bahati mbaya unakuwa na mwalimu wa pumbafu. Mitihani mingine haihitaji wa kutabiria, unahitaji kupata alama. Manake unaona umeshashiba unabii, hakuna kitu kinatokea. Kinachohitajika sasa ni kuona kenye Bwana amesema. Wafarisayo wanasema tutaenda aye kwa ule shindikana. Tutaanza aye mwambia na tuko mkonflikt naye. Munakaa tuende. Huyu akida na ni soda. Atatuelewa aye. Mbo, watu wanasameanaka. Hata kama tuko watu wabaya, lakini kwa mara hii ya kwanza tumwendee. Aseme wazee wa Israeli wakakusanyika pamoja. Wakaenda kwa Yesu. Wakamkuta wakamwambia, mwalimu, kuna akida ana shida ya uponyaji ya mtumwa wake. Na anastahili umtendee kabisa kwa sababu amejenga nini? Sinagogi. Maombi ya kutaka kusema shime tulikia tustahili meyeye njoo anastahili juu ashakujengea sinagogi. Yesu unafikiri aliwajibia? Yesu akaangalia tu wale wabandia. Sitasema chochote, acha twende. Yesu akasema muro niliyuaka tu siku moja. Mtakuwa na besoin yangu. Nilijuaka hiki kitu kitatokeaka. Kufika mjia wanaenda mbio ule mkubwa wa jeshi, Yesu anakuja kwako. Anasema hivi, mwende mumwambie mimi huyu sistahili hata kumpokea nyumbani kwangu. Hata kama nilijenga hekalu, mimi najijua. Kanisa mtu akitoa $1,000, kanisa za leo unatoa $200,000 wala $100,000. Deja unakuwa ya droit wa kupanga taba ubiri. Tosha uli. Tia huyu. Me huyu anajenga hekalu. Sinagogi inajaa. Lakini anasema hivi, hata kama nimejenga hekalu, sistahili mimi kumpokea nyumbani kwangu. Mimi ni mtumwa wake. Kuna watu wako chini yangu, mimi nawatumaka tu na wanaenda, na kuna watu ambao niko juu yao. Sasa sikiliza, yeye mwenye anataka kuya kwangu, niko nani mbele yake? Aseme neno. Tutoshe watu wa hivi wapi mkanisa? Il suffit tu mkanisa unaanza ubiri mzuri, unaanza imba mzuri, naona kwa na monopole. Shenjo tunashauria papa. Shauria tate yako. Unapaswa kuwa na heshima mwa hii kazi. Ukianza fanya mtumishi wa Mungu mwenzako, laana yako haitatoka. Si stahili. Anajenga hekalu. Nishona kanisa moja mapepo, mtu alitoa viti. Bana mutenga, anakia dimasha anasema viti yangu. Viti yangu ndaibeba. Kumbe statia kanisa iseme vile, bali mfungishaka. Mprison, basi tusameane mbaki na viti, mfungwa tu. Siku yote yenye Mungu atakutumia katika upako, katika kutoa, katika kutabiri, usishipatie ngazi mwana utukufu. Utukufu irudilie Mungu.
alafu ubaki wa kawaida. Si stahili. Aseme mumwambie hivi, aseme neno moja tu na mtumishi wangu atapona. Alikuwa na revelation 3 kubwa sana. Mtu mmoja aseme amen. Sasa sikia kitu kinanishangaza. Yesu akasema, I never see this face in Israel. Sijaona imani kama na hii kwa Israeli yote. Manake anaposema sijaona imani kama na hii kwa Israeli, ina maana pia imani ya Abrahamu iko chini kushinda ya jamaa. Na ni yeye baba wa nini? Wa imani. Tafakari neno hili vizuri sana. Sasa nitakupatia ufunuo. Sijawahi ona imani kama hii kwa Israeli. Ya Abrahamu iko chini. Imani ya watu wengine iko chini. Lakini ya huyu mpagani, sijawahi ona imani kama na hii kwa Israeli yote. Aseme hapo mtumwa akapona. Hapo. Sikiliza. Huyo alikuwa anaitwa Centenier. Tuko na kapteni hapa anaweza nielewa. Armée Romaine, wale wa Roma unasikiaka, banakuaka na royaume. Na hii royaume yao biko na armée yenye iko forte mu monde. C'est une armée yenye iko très puissante. Sasa kuna mtu mwenye anasimamia maaskari waine, walikuwa namuita quadruple. Manake yeye anashika waine njo wake. Kuna mtu mwenye anasimamia 12, kuna mtu mwenye anasimamia 100 njo Centenier. Kuna mtu mwenye anasimamia 2000 kupanda, walikuwa namuita Lejo manake ni komanda mwenye iko juu. Kuna mtu mwenye anapanda yulu zaidi ya wote, wao walikuwa namuita Seigneur manake Bwana. Hii kwa Roma ilikuwa titre ya armée, lakini mu Israeli ilikuwa titre ya respect. Appeler quelqu'un en Israël Seigneur, c'est-à-dire mon mari ou une personne respectueuse. Lakini kule kwa Roma kuita mtu Seigneur njo grade ya mwisho ya armée. Na hii grade ya seigneurie ni grade yenye hakuna mwenye angeisomea mu Barome juu aipate. Haikukuwa probleme ya miaka juu mtu akuwe seigneur. Haikukuwa probleme ya familia juu kuwe seigneur. Mekulikuwa condition moya mu armée. Kama kuna mtu mu armée yenu mwenye anafanya rebellion, kisha anaenda fanya naye trupe yake ya mupya juu a combattre ba Rome, inaomba munyie mutoke mtu mwingine umoya katikati yenu, aende kamate ule general mwenye alifanya rebellion, apigane naye, kisha asimuue, amulete luzima mbele ya watu, kisha mukanyakie kukichwa, njo apate grade ya seigneur. Oro utaelewa, hakuna adui mubaya sa mwenye mulikuwa naishi naye, kisha akatoka akafanya rebellion yake, anakuwa adui wa mubaya zaidi. Na kila mtu anamuogopaka. Lakini kukitoka umoya, oh my God, mwenye ataenda pigana naye na asimuue, meamukanyakie kichwa mbele ya watu, amuzarau mbele ya watu, huyu ndio anapashwa kuitwa seigneur. Na hii njo huyu akida anasema mumwambie hivi, Bwana anaita Yesu seigneur, na Yesu hajakufa, Yesu hayashinda Golgotha, Yesu hayapatia kanisa ushindi, anamuita seigneur, Bwana. Sistahili kupokea nyumbani kwao. Sema neno moja tu, paske mu revelation alikuwa anajua kuko adui mwenye alikuwa mbinguni, akatoka mbinguni akaforme rebellion yake, armée yake. Mekuna kuya general wa armée celeste mwatashuka, hata muua Golgotha, lakini atamupiga na atakanyaga kichwa chake, na kila goti itakunjwa na ulimi takiri kwamba Yesu ni Bwana. Filme yote ya Golgotha jamaa alikuwa anaiona. Ndio maana Yesu alisema siyaona imani kama hii.
Mtu mmoja yuko hapa aseme amen. Alijua ambuteyage inaweza zuia Yesu asifike mbele ya wakati, ambuteyage haiwezi zuia parole isifike mbele ya wakati. Niko nataongezea mtu mwa vitesse tarehe ya leo. Parole haina blocage, parole haina obstacle, parole haina ambuteyage. Si stahili hata kupokea. Sema kama neno moja iliumba mbingu na nchi, kama neno moja tu ilitosha Lazaro mkaburi, kama neno moja tu ilisema imekwisha na makaburi kapasuka, neno moja tarehe ya leo itaponya magonjwa yenye uko na. Neno moja tarehe ya leo itasaidia maisha yako. Pourquoi kusemaka sema maneno? Pourquoi? Nisumie maneno, nisukumie maombi. Mimi akasema sema neno. Paske Mufunuo alijua Mungu hayuko wawili, Mungu ni neno na neno ni moja. Manake sina besoin ya mingi mingi. Neno moja ya Mungu inaweza futa maneno yote ya wanadamu. Na matusi yote walisema juu yako itafutikana tarehe ya leo. Nasema Bwana naenda kuifuta tarehe ya leo. Dunia itakuwa tu na lazima ya Mungu. Kila joueur ba mingi sana, majorité ya ba joueur ni ba païen. Majorité. Mais bakifika kuma penalty. Unaanza angalia ba joueur, unajiuliza biko naomba na ni Mungu au ni nani? Na akiaza anashangilia. Mwingine alikuwa yule Neymar mfinali anavala kitambaa linaandika 100% Jésus. Juu ilikuwa finali, anajua hapa vitu vinaweza haribika. Hapa joueur wa mwisho mwetuko naye hapa. Haiko tena mwanadamu. Dernier joueur ni Jésus. Paka mususpendre akasema unapata suspension kwa sababu mfuto tuna besoin religion. Yeye akasema mafu. Mie nilikuwa garçon kwetu, nilipata hii neema ni juu ya kanisa. Mungu akaambia wazazi wangu atawainuaka kunipitia mimi. Na mimi nikaomba siku moja nikiinuliwa natangazaka Yesu dunia yote. Na message ikapita. Fanya miza saa una besoin ya Mungu saa ikisha muingie mwavyo na mwanze tikisika. Unaanza bana jirani. Oh Yesu baba. Baba kumbuka Yesu, kumbuka kisi tunakutumikiaka baba. Mungu anaangalia mkitabu haya kuonaka. Baba ukinitosha tu hapa naingia mkwaya. Wewe una lazima ya Bwana kutana na Zoruba Mtanganyika. Batu inaanza cheza na hakuna muziki. Munatapika kisha kapiteni anapita na vala salupete anasema tunapata pane. Ile pane tu ya batoni pane mkichwa wako na muro. Deja unaanza ambia baba mikononi mwako Jehova na iweka roho yangu. Samehe makosa yote na dhambi. Dunia itakuwa tuna lazima ya Mungu. Hizi mangoma zote tunapiga ziwaambie kitu. Mwingine anapita ku radio kama ni chef de quartier wa wapi. Aseme mko nafuata page isi kusiende ku radio iko na bahati. Anginisikia. Mko nafuata page na mangoma ya makanisa. Wakati masasi naliaka inakuwa nini? Bunduki zikitandika hapa mwai mugini na mpagani anakuwaka na lazima ya Mungu. Ambia voisin utakuwa tu na lazima ya Mungu. Ungali natembea na uko unashangalia mataye nasa. Unafikiri itaendelea vile? Siku utadungwa shindano. Paka mataye inakuwa na matundu. Unaikala mugulu iko yulu. Njoo ile taye yako haita tena. Wewe unaona taye. Ile taye yako mingi wanaona tofauti. Mtu atamaya usharati anaangalia, mwanamke mzuri huyu. Memolozi anasema roti. Comprehension ya mulozi. Mulozi anasema roti na bulongo anasema mivunyu hii. Itaoza kesho. Sasa usiwaze unaogopesha kila mtu.
Bengine waogopaki wanakuona mboga. Wewe tegemea Mungu. Tuko naambia frère moi mon quartier amini Yesu tumikia Yesu mie. Je ne peux pas une jeune, une belle femme comme moi. Les histoires de l'église. Mungu ni wangu wa rehema. Akaruhusu apate sida. 12 mois après kumuona na kumwambia ile message wakatoa tu tumombe kwa hospitali. Unajua mtu akujipenda sana anawaza mingi kama anagonjwa. Yeye ule mu hospitali Aisha kauka anakuwa na licho sa jimel. Kichwa Aisha kwa kabambi anakuwa sa bombo sifle. Kichwa ya kabambi anagondea chini. Tunaenda muombea la plus belle du quartier. Taye haiko tena, mifupa haina taye. Mina muona, mina mwambia wenjo tulikuwa naongea naye. Ase kama kwa gisi moja mnibatize leo. Kisha anasema hivi, nikipona napatia Mungu nyumba yangu yenye niliuzaka Mbaraka. Nikitoka hapa kwa hii hospitali, mimi namwombea naona serikali inapita. Na msalaba inapita mbele yake. Mungu ananiambia usiombe. Anakufa. La plus belle. Kiburi unaweza ifanya juu vingali vinaitika. Juu kuna garçon iko na kudanganya. La plus belle du monde c'est toi. Na unafikiri kama njoo vile. Dunia usione hivi. Ishakunja watu. Balazima ukushinda. Ina efface. Na mpaka trace ya mtu haitaonekanaka. Tafuta Mungu maadamu Mungu anapatikana. Kwa garçon géant kifua inaitika, favori, fosete, garçon bien, kuna mwanya. Ile ni mapengo. Unaweza shangala mu seconde moya. Banasema koro iko kumorgi. Dunia haipende kifua. Tafuta Mungu na tungali tunamjua. Haiko wakati ya kusema dini yangu, wataniona Mtu anatafuta Mungu kwenye iko. Aseme kanini kumtafuta Mungu kati ya wafu? Huyu jamaa alijua hawa jamaa ni wenye dini tu, lakini Mungu iko pale. Acha niende. Kuko siku utakuwa na lazima ya Mungu. Leo ungali unatikisika unatembea barabarani mzuri, ushazalia kwenu mara pili mara tatu, hata mimi naolewa hakuna shida, unaingia mariage mzazi na katala. Mungu anakuonesha kama uko na lazima yangu. Pasteur mwa alienda ubiri Europe, daktari mwa alikuwa na insulter ba pasteur, kutukana ba pasteur, aventurier ba escroc. Mungu akapermettre akuetasa, akaishi miaka na miaka pasipo kuzaa mtoto. Siku akazala mtoto kusateteble. Macho iko hapa. Malformation, vitu gani. Mtoto wa pili ya kukuyaka. Akaishi maisha ya stress mpaka akaparalize naye juu ya ile mawazo AVC kampata. Akapokea pasteur au moins. Iko na ubiri ku television, daktari kwa naona, akatuma message ku numero ya television. Mwambie u serviteur wa Mungu afike kwa nyumba. Anafika kwa nyumba anamwambia ujirepentir kwanza. Bitu yenye ulikuwa naongea. Anajirepentir. Anamwambia unajua Mungu iko? Anasema iko. Nisha itika. Anaombea ule papa kadiri sura iko narudia mzima. Sali muombea pale lakini hakupata uponyaji pale. Akamwambia ijuma yote itakuwa transformation. Mungu atakuwa anakutransformer. Kila asubuhi utakuwa unaangalia vitu viko vinabadilika. Après 7 jours akaona mwili yake yote inabadilika na mtoto narudia mzima. Daktari akaandika livre akasema hatuko wa daktari, tuko wa bricoleur. Daktari wa kweli ni Mungu mwenyewe aonekanaki.
Tu auras besoin de Jésus un jour. Nilisoma kitu mwa wanaandika kusema stare mwa anataka enda voyage. Mamake anamwambia usiende na unaacha Yesu. Asi akasema Yesu hana nafasi mugari yangu. Akose nimtie mkofre. Akaenda gari kafanya aksida yote mekofre ikabakia mzima. Kwenye Yesu iko. Diplome naweza kuwa. Lisansi naweza kuwa. Beauté naweza kuwa. Heritage naweza kuwa. Me haita efase soif ya Mungu maisha yako. Siku moja tu utafika mkwenye unasema bila Mungu siwezi toka hapa. Na kuna watu katikati yangu mie na wewe muko batemwe ya kujua kuna fasi kwa ushatoka juu ya Mungu peke yake. Kuna fasi unaanza kuwazia unaishi juu ya mutai yako. Mungu anapermettre kapitale yote iishe kisha uendelee kuishi. Tafuta Bwana. Wafarisayo walifikiri kwamba wao wanaenea. Kumbe kuna kesi za Mungu. Geukia voisin mwambie kuna kesi za Mungu. Unajua kesi? Kesi ni mnasema mfrancais ni haiko ka unasema mfrancais ya bongo. Kesi iko sa dossier moya yenye iko kwa serikali yenye kila mtu alishafanya nini? Alishashindwa. Sasa mwenye anabakia tu kusimama ni Mungu peke yake. Zile kesi hizi unazala mtoto shindikana. Paka unasema hii ni kesi ya Mungu. Mtoto anakia anabaiba, anafahamu mizamu kunyie, anakujifule kofi mbele ya watu. Unaona kwa mawazo yangu sitaweza huyu. Hii ni kesi ya Mungu. Ushalamuka asubuhi lisikio kuna luma. Wewe mtie mafuta ya mashini, donc unageuka deja. Ndio anatia mafuta ya mashini, unasikia sasa mende iko natembea. Unafaa hivi. Wapi? Ndio unakuwa hivi mchana mzima. Mbona useme niko tu. Paka Mungu anakuambia nakukunja. Paka ujue kama mimi ndio mnaweza fanya hivi. Kesi za Mungu ziko. Unasoma unatafuta kazi sababu Kongo ni nchi nzuri, unatafuta kazi mpaka kutafuta kazi nageuka kazi. Unaendaka asubuhi narudia 18h. Kazi itoke wapi? Paka unarudia mkwe yenye unasema hapa saa hii mwanaweza intervenir ni Mungu peke yake. Una encadre kaba garçon paka unabaingilia madeni ya masosiso. Jua sikuachi. Utakula nini tonto? Ase nisonge. Na hangi na vile watu wanakula mingi kubukwe. Mwisho ni kukwepa tu. Una encadre mzuri, mesiko hata kurekadre. Ataenda bila kulaga. Unashinda mkio uko naangalia unasema mimi nakosa nini? Mungu anahitajika kwako. Acha ziaka. Geukia jirani mwambie ni Mungu tu. Mwache mautaratibu za madini za burebure. Sisi tumeona watu wana hela. Mtu anakuambia alikuwa na plus ya 10 millions de dollars, wanamfrape kila kitu. Hana kitu, paka nyumba zinaozishiwa juu ya madeni. Anabaki hana kitu, paka kiato anaanza pewa barabara. Kumbe vyote vinaweza isha. Lakini Mungu njoo aishaki. Paka narudia mkwe anasema Mungu niko na lazima yako. Usipomtafuta Mungu vizuri atatuma shida yenye itafanya wewe unamtafuta. Ishakufikia unakuwa na lazima ya Mungu maisha yako. Weka mkono juu. Ishakufikia. Tunataomba Mungu. Kwa sababu kuna kesi zenye Mungu atafanyia kazi leo. Salimia 5 personnes mwambie kuna kesi ya Mungu. C'est un dossier grave. Saa zimoya batu wanajivunaka ke uko vile juu yao. Meni bongo. Uko vile juu ya Mungu. Kuko watu wanapiga kifua.
kama uko hivi ni juu yangu. Kwa fasi kwenye mwanadamu hawezi kutosha. Ishanifikia ment fois. Tuko mwavio, mvula iko inanyesha. Tunapata moveta yenye hawezi expliquer. Na ile moveta haiko ya 1 heure, haiko ya 2 heures, ni ya 4 heures. 4 hours. Ndege iko inatikisika. Rangi ya mwili inabadilika. Milomo inakauka. Kumbe mtu anakufaka avant akufe. Munaangaliana nyie bote, hakuna mweko naongea na mwingine. Kuna kia fie moja ule hotesi ananiambia, John nilikuwa naikala pale kumlango ya watu wanafungulaka, juu anakuambia, ananiambia, do you speak English? Naambia yes. Anasema hali iko mbaya. Ukiona tu anawasha ile tala ya rouge, utaponda hapa, unajitupa. Nikamwangalia nikamwambia nilikufanya nini? Akanambia kuliko ulungule ndani omo ukufie mheo. Tuko ngambo ya Zimbabwe, uko mwavio yenye miti haionekane, mawingu ya blanc haionekane, lakini ya bleu njo yenye uko naona. Njo inakuwa chini yenu. Sasa ujiulize, niko Superman, niko Spiderman, ananambia bie, hapa njo utaponda. Kisha inafunguka. Nikamuuliza tu, nikamwambia niko na wewe problem. Juu niambie vile toka. Nikaona naye haiko tena mzima. Mwenye anaogopa kitu mwenye anakijua sana. Kiona mtu anakaramukia kazi ya Mungu, hayui kazi ya Mungu. 20 minutes après anakuya. Anasema danger naendelea. Kama basi wewe hauta fanya vile, nisogelee. Nikale karibu yako pale, mimi ndafanya vile. Naambia usinizoee. Sitatoka hapa. Na ndege yote omwe kifu ya mkartie. Omwe kifu ya mkartie kwa utalomba mai mbele ukufu. Ndege yote lishakuwa noir. Musha angalia chini mawingu ya bleu na pote na kuwa noir. Hamujua kwenye muko. Mungu iko. Nikasentir ke kumbe unaweza ingia mkanisa na uyaiwaka kama Mungu anakuwaka. Unazoea tu mamiza ya kuingia mkanisa. Nikaona tu hapa wakututosha hapa. Haiko mwanadamu, ni Mungu peke yake. Hapa tulikuwa na daktari wakubwa, tulikuwa na ministre mundege, hakuna tena ministre. Pale hauna tena gari, hauna kiatu, hauna chochote. Pour toi c'est fini. Nikaanza omba. Unaomba maombi nayo nakataa. Tena unafungula macho. Oh Yesu Kristo. Mungu nishakutumikia. Uko maame shaokoka juu yangu. Baba siko tayari. Mungu ataka ndakufa hapa kweniko haiko hapa. Tena tikisika Yesu Kristo. Baba wewe ndio shefu. Oh. Unataka sambla ki utalala. Utalala. Unataka 5. Oh Yesu. Unachungulia tena chini giza. Tulifika kumbe ile mavio ya kupita yulu sana, kuna wakati kiingia mwa ile mawingu ya mweusi inaingia maradi. Au inaingia mglasi. Njoo inaanza fa. Hizi zenu za kwenda Kishasa ni ndege, zile ni ndege. Hizi mnaenda ni ndege, haiko avio. Unaenda Walikale unarudia, au ninaenda avio ndege. Avio unafanya saa 12 mhewa, miguu inavimba. Uko na stress ya saa 4 mhewa. Na baanza kuelezea kama hapa kwa tunafika kuna mweli yangu kaka hapa. Na haikuonekana. Acha zile habari, acha. Tuongee mambo ya kanisa. Kumbe Mungu ni mwaminifu. Tulitambuka lukitu mola mweusi lubu kwenda kuona mbele mwangaze na rudi. Watu wanapiga makofi na hatuyashuka.
Mnatembea ingine 15 minutes tunaangalia chini mbali kama yani. Unasema oh asante atanda lungula baba. Ishaona chini. Tunaenda shuka mvula ya hatari. Wanatuambia avion moja ilitoka ikaenda Egypte mu 20 minutes ilianguka. Na hakuna maiti ilionekana. Kila mtu alishukuru Mungu na Shinwa na kwa hiyo. Tunajiuliza, Shinwa iko anaomba au iko nafaa kitu gani? Ndio nikaelewa kama utakuwaka tu na lazima ya Mungu. Tuona mwenzenu uko nalia mkanisa, acha fujo. Hauje benye iko napitia. L'argent répond à tout. Est-ce que c'est vrai? Kuko mambo mengine nyata ukwe na makuta. Ushona makuta naongeza mtu mrefu. Kama kila patron ni mrefu, or majorité ni bafupi. Ushona franga naambia mtu akwe mfupi. Anachukia urefu yake apate tai ya chini. Ushaka iona wapi? Mungu ni Mungu tu. Mungu haiko mwenzako. Si il s'agit kuomba saa 5, omba. Kama inaomba kutoa sadaka, toa. Sawa usiku unakufa, hakuna mmoja watakusindikiza naye. Hakuna. Na kilio ya tajiri na kuiwaka kuna kila mtu. Jubui haitakosa. Kuko wale wa garso washakuwa tabia kutia bangi mubui. Kukilio pasteur mko pale. Aisha kunywa. Chora no pasteur anakuwa na uamusho. Pasteur anacheza usiku mzima. Dunia maua. Sisi hatuchoke. Tunayaweza yote. Katika yeye atutia. Kumbe ni bangi. Njoo natia mzee nguvu. Na alafu anasema mwende mpeleke mkale kakaburi na historia inaisha. Hautasema huko franga yangu nikantia hata 30,000 unitilia yo. Uko na ile kinywa ya kuongea. Meno banaanza ikaza. Mikono yako ishakuwa hivi, sema kako. Mwili ishakuwa baridi sana. Banaanza gusa mtu. Wanasema hakuna kitu, mtie mapamba au mjubi kutuiko natoka ya mbaya. Bana kukoinse quelque part. Hautasindikiziwa hata na lisansi yako kuna matairizi. C'est fini pour toi. Tusimame tuombe Mungu.